Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika YouTube channel yetu, tukizidi kukujuza taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa iliyotolewa siku ya leo na bodi ya ligi kuu ya Tanzania kupitia kamati ya masaa 72 ni adhabu za michezo mbalimbali ambayo tumeishuhudia. Na moja ya mechi kubwa zaidi ambayo imezungumziwa ni klabu ya Dodoma Jiji dhidi ya klabu ya Simba. Klabu ya Dodoma Jiji tunafahamu kwamba siku kadha wa kadha zilizopita ilikutana na klabu ya Simba katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania. Sasa mchezaji wa klabu ya Simba Sports Club anayefahamika kwa jina la Selemani Mwalimu, ambaye ndio mshambuliaji pekee ambaye klabu ya Simba walikuwa wamebakiza, amefungiwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kukosekana kwa michezo mitatu ya ligi kuu, lakini pia na faini ya shilingi milioni 1. Na hii adhabu ni kwa sababu ya tukio la kumkwita au kumkwida kiwiko mchezaji wa Dodoma Jiji Andy Bikoko. Yes, baada ya kumpiga kiviko mchezaji huyo na muamuzi kutoa adhabu stahiki, yani kadi nyekundu kwa mchezaji huyu, hii itapelekea mchezaji huyu kukosa michezo mitatu itarajiwayo ambayo Simba Sports Club watakabiliana nayo hasa mwezi huu, mwezi Machi. Usisahau kwamba Simba Sports Club wanao michezo mbalimbali ya ligi kuu lakini pia na kombe la CRDB, na mechi ya kwanza Simba ambao wataicheza siku ya kesho ni dhidi ya B19 katika hatua za mtoano ya kombe la shirikisho la CRDB. Lakini pia tarehe 11 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2026 Simba Sports Club wataenda kukuidana vikali dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Lakini pia Simba wataenda kucheza tena tarehe 19 ya mwezi huu wa 3 dhidi ya TRA United. Hizi ni michezo mitatu mfululizo ambazo Selemani Mwalimu ataikosa, ni kati ya Singida Black Stars, TRA lakini pia na B19. B19 ni mchezo wa kombe la CRDB Federation Cup, lakini Singida Black Stars, TRA, hizi ni mechi za ligi kuu. So Selemani Mwalimu adhabu hii itaigharimu timu kwa sababu mshambuliaji pekee mwenye uwezo Simba aliyekuwa anatumainiwa ni Selemani Mwalimu. Mwingine ni mchezaji ambaye ni ingizo jipya kwa namna moja au nyingine, sio mchezaji ambaye ni tegemeo kwa upande wa Simba. So hili ni pigo lingine kubwa zaidi kwa Simba, lakini watu wengi walitaraji kuona adhabu hii ikitolewa kwa sababu ya tukio jinsi lilivyokuwa. Lakini watu wengi wanaoji, je, tukio la mchezaji wa klabu ya Young African lilofanywa na mchezaji yule Hamad Ibrahim Baka baada ya kumpiga tai mchezaji wa timu ya JKT Tanzania, je, yeye adhabu hiyo haijatazamwa? Je, tukio hilo halijatazamwa? Kwa nini wamehukumu huyu wa Simba tukio alilofanya, lakini ukitazama kwa upande wa pili Yanga nao walikuwa na mchezaji aliyefanya tukio ambalo naye alistahili adhabu, ambaye ni Ibrahim Hamad Baka, la kumpiga tai na kutaka kumpiga mchezaji wa timu nyingine huku akiwa amemshika kwa nguvu, lakini mchezaji huyo ameachwa salama. Watu wengi wanahoji juu ya swala hilo na kuona hamna usahihi wa kutoa maamuzi, kwamba wachezaji wa Simba wanatazamwa sana katika kutolea hukumu, lakini Yanga wanaachwa. Je, Yanga ni kweli kwamba ni watu ambao kidogo wana ukaribu zaidi na watu wa bodi ya ligi na ndio maana maamuzi mengine yamekuwa hayawagusi moja kwa moja? Basi ndio yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii, na hii ni Bongo One Media. Usisahau kusubscribe ili uendelee kupata taarifa na updates mbalimbali.